Kuna aina 3 za ubatizo ambazo wewe kama Mkristo, ili uweze kufika na kuingia kwenye sifa ya mtu mwenye baraka na anayestahili baraka za Mungu, ni lazima upite kwenye aina hizi 3 za ubatizo. Aina ya kwanza ni ubatizo wa maji. Kila mtu anapochukua hatua ya toba ya kweli, akiwa amemaanisha kuacha uovu wake na dhambi zake, ni lazima azingatie au apite kwenye kanuni hii ya 3 ya ubatizo, ambayo ni ubatizo wa maji. Watu wengi wanaamua kuokoka, wanachukua hatua ya toba ya kweli, wanaokoka, lakini inapofika kwenye kuzingatia kanuni ya ubatizo, wanagoma kubatizwa, kwa sababu wanasema, mimi nilikwisha batizwa kwenye dini kwa kunyunyizwa maji kwenye kichwa changu nikiwa mtoto mdogo. Ulipopelekwa kanisani ukiwa mtoto mchanga na wazazi wako, ukanyunyizwa maji na kiongozi wa dini, ule sio ubatizo, kwa sababu kunyunyiziwa maji kichwani haileti maana ya kibibilia ya ubatizo. Maana ya ubatizo ni kuzamisha, kuzika. Warumi sura ya 6 mstari wa 3 na wa 4 pale anasema, hamjui ya kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu, sisi nasi tuenende katika upya wa maisha. Watu wengi wamekwamia kwenye kanuni ile ya kwanza. Kweli wamekubali kufanya toba ya kweli, lakini inapokuja kanuni ya ubatizo wanasema, hapana, mimi sibatizwi, maana nilishabatizwa kwenye dini. Watu wanapaswa wabatizwe mahali penye maji tele. Yohana sura ya 3 mstari wa 23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Lazima uone hapa Biblia inaonyesha kabisa mahali panapofaa kwa kubatiza watu ni mahali penye maji tele. Yesu mwenyewe alibatizwa mahali penye maji tele, Jordan. Wana wa Israeli walibatizwa mahali penye maji tele, bahari ya Shamu. Yule towashi alibatizwa na Filipo mahali penye maji tele. Lakini kwa nini tunasema ubatizo wa watoto wachanga ni batili, sio ubatizo halali wa kibibilia? Ziko sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, Biblia imeagiza nani abatizwe. Marko 16 anasema, hubirini Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa nini hatufai kubatiza mtoto mdogo? Ni kwa sababu watoto wadogo hawana uwezo wa kuamini kwa moyo wao